Ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Tukasema mfano wa kwanza ni ule mfano wa Daniel 10, Wajemi chini ya Koreshi ulikuwa na ufalme mwingine nyuma yake wa dunia ambao ulikuwa unatawala upande wa pili wa kiroho. Lakini tukaona Nebukadreza, Babeli chini ya Nebukadreza. Tukaangalia pia kwenye Ufunuo 17 mstari wa 4 ile roho iliyokuwa inatawala. Na namba 3 tukaona Israeli chini ya mfalme Ahabu. Chini ya mfalme Ahabu ambaye alikuwa ndio mfalme duniani, lakini ili kuingiza utawala mwingine, shetani akamleta mtu anaitwa Yezebel. Na baada ya pale unagundua miungu ya Baali ndio ilianza kutawala. Miungu ya Baali ndio ilianza kutawala na roho ya Yezebeli ndio ilianza kutawala. Kwa hiyo Yezebeli hakuwa mwanadamu wa kawaida. Alikuwa ni mwanadamu ambaye ni agent wa shetani, ni mwakilishi wa miungu ya Baali, wa madhabahu ya Baali. Kwa hiyo baada ya kutafuta namna ya kuingia kwenye madhabahu ya Israeli, njia rahisi ilikuwa ni Ahabu kumpenda Yezebeli na kumwoa Yezebeli. Na ukifuatilia maandiko unagundua baba yake Yezebeli alikuwa ni kuhani mkuu wa Baali. Alikuwa ni mfalme lakini alikuwa ni kuhani mkuu. Kwa alikuwa ni figa muhimu sana kwenye ule ufalme wa Baali. Na baadaye unagundua Yezebeli alikuzwa kwa alikuwa ni malkia, alikuwa ni princess wa miungu ya Baali. Kwa alipoingia huko hakuingia kama mke, aliingia kwa mission ya kuintroduce miungu ya Baali. Na hicho kitu kilifanikiwa. Unaona Israeli inaanza kutawaliwa, manabii wa Baali wanatawala Israeli, na ndio mwanzo wa vita kati ya Baali na Eliya, kwa sababu miungu ya Baali ilikuwa ni miungu inayotawala mvua, ilikuwa ina uwezo juu ya mvua. Hiyo ndio sababu Eliya alisema mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno langu. Hakukuwa na sababu nyingine. Sababu ilikuwa ni kudhihirisha kwamba yuko Mungu mkuu zaidi ya Baali. Usije ukafikiria haikujaribu, alijaribu inavyowezekana, ikashindikana. Na hiyo ndio sababu ya ile mechi ya Baali na miungu ya Mungu na miungu ya Baali, ambao anasema Mungu wa kweli ashushe moto. Maana ile miungu ilikuwa ina uwezo wa kufanya hicho kitu, wa kushusha moto na kufanya mambo ya aina hiyo. Kwa hiyo unaona utawala wa Baali Israeli, na mambo mengi unayaona yaliyoletwa na kitu kama cha kawaida tu, kitu cha mahusiano, ililetwa na ndoa tu, kwa sababu ule utawala wote ulianzia kwenye Ahabu kuoa Yezebeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ambacho ninataka tukiangalia kidogo leo, nitakigusia kwa ufupi, ni pamoja na kwamba Yezebeli alikuja akuuawa na Eliya, alikuja kuuawa na Yehu baadaye. Kwanza ukifuatilia vizuri maandiko unagundua Yezebeli pia aliacha uzao, mtoto wa kike, ambaye yule mtoto wa kike alikuja mbele, aliangusha tena ufalme wa Yuda. Kwa sababu Yezebeli mama aliingiza miungu kwenye ufalme wa Israeli. Yezebeli mtoto wa Yezebeli alikuja mbele, akaolewa na mfalme wa Yuda na alitumika kuangusha ufalme wa Yuda. Kwa hiyo nagundua ilikuwa ni uzazi ambao una mission. Ni kweli mama akafa, roho ikaendelea. Na ukitaka kujua hii spirit imeendelea na imesambaa, Yesu anakuja anaitaja kwenye Ufunuo sura ya 7, na anaitaja kwenye moja ya makanisa 7, ambao kimsingi yale makanisa 7 yanawakilisha kanisa pia la leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaiona kwenye Ufunuo sura ya 18 mstari wa 21, anasema na malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, haya ndio anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho 7, aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Anaanza kwa kulisifia hilo kanisa. Maanake hilo kanisa ambalo roho ya Yezebeli ilikuwa inafanya kazi halikuwa kanisa la shetani,
alikuwa kanisa la Mashariki, ilikuwa ni kanisa ambalo ni kanisa zuri la Mungu, lakini kuna namna hawakuwa makini, ile roho ikaanza kufanya kazi ndani ya kanisa. Anasema nayajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena ya kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza, lakini nina neno juu yako ya kwamba wamridhia mwanamke Yezebeli. Sasa hapa haongelewi Yezebeli yule wa mke wa Ahabu, inaongelewa spirit, ile roho iliyokuwa inafanya kazi na Yezebeli. Maana yake ile roho iliingia ndani ya watu, ndani ya kanisa, na ikawa inafanya kazi. Anasema yeye ajiitae nabii, maana yake alikuwa na uwezo wa kuona na kuwafundisha watumishi wangu. Maana yake kuna namna alikuwa ana operate, ina transfer knowledge fulani ambao wanaipokea kama ni knowledge sahihi au ni kitu sahihi, na kumbe ni kitu cha uharibifu. Anasema na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, nami nimempa muda ili atubu wala hataki. Sasa nataka nieleze kidogo ni namna gani roho ya Yezebeli inatenda kazi sasa katika kanisa. Naposema kanisa simaanishi mahali pamoja, na maanisha mwili wa Kristo. Amen. Namna gani roho ya Yezebeli inatenda kazi hata sasa. Na kimsingi roho ya Yezebeli ni roho ya shetani, ni roho ya shetani, na inafanya kazi kwa naweza kusema kwa masafa ya kishetani. Ukikutana na mtu mwenye characters hizi ambazo nitazitaja, ujue huyo mtu ana operate kwenye masafa ya kishetani. Ana masafa ya kishetani. Either ni mchumba umekutana na mtu anataka kukuoa, au unataka kumuoa na hizi character usizivumilie. Usije ukisema atabadilika. Shetani huwa badiliki. Kuna vitu sio vya kubadilika, kuna vitu ni vya kuviepuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona character za kishetani, Mungu mwenyewe alipogundua character fulani kwa shetani, alifanya nini? Kwa Lucifer alifukuza. Sasa wao wanasema atabadilika huko mbele. Hizi character huwa hazibadiliki. Ukigundua na kuthibitisha ni hizo, rafiki yangu, jiepushe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwenye mahusiano, lakini pia hata kanisani wako watu wenye character hizi, na wamedominate. Ile spirit imeshika kanisa, wakati mwingine imeshika mtumishi, na imepenyeza mambo mengine ambayo sio ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni namna gani spirit ya Jezebel ina operate? Namba moja, inatumia hila. Hii ndio the main ingredient ya shetani. Yaani ukitaka kujua jambo lina ushetani, moja ya kitu kikubwa utakikuta humo ndani ni hila. Ukigundua mtu ana hila, huyo mtu ana operate kwenye viwango vya ushetani. Sasa inawezekana kwa kujua au kwa kutokujua, kwa sababu hizi character ninazozitaja unaweza ukazikuta kwa mtu, haimaanishi amekuwa shetani, lakini akiendelea kuentertain hivyo vitu atadevelop kuwa kitu kingine, kwa sababu shetani huwa anamuingia mtu taratibu. So unajua habari za Yuda moyo wake ulijaa shetani. Sasa shetani huwa aingii kwa mtu ghafla, anaanza taratibu. Ndio maana unagundua Yuda anakosea, Petro anakosea. Yuda anashindwa kutubu, Petro anatubu. Kwa sababu gani? Ukiangalia wote wamekosea, lakini kuna mmoja tayari moyo wake ulikuwa umeshajaa. Angalia mtu anaitwa Anania, wakati anakutana na Petro, Petro anamwambia, kwa nini shetani amekujaza moyo wako? Kwa hiyo unakuta mtu inaanza taratibu, chuki, uovu, baadaye mwisho wa siku anakuwa full of the devil. Kwa kuna mwingine ana operate kama tabia ambayo shetani taratibu anaanza kumjaza, anatakiwa ajitoe. Kama umekuwa ni mtu una hila na umekuwa unafanya mambo kwa hila, na inawezekana kuna vitu umefanikiwa kuvifanya kwa hila,
Labda kuna mahusiano umefanikiwa kumpata mtu kwa hila, au kuna hela umefanikiwa kuipata kwa hila. Rafiki yangu, ukiendelea na hiyo utajazwa shetani. Ndio kwa nini shetani ameujaza moyo wako hata ukamwambia Roho Mtakatifu uongo. Na hiyo ndio sababu Anania hakuwa na nafasi. Ukiangalia swala sio tu uongo, moyo ulishajaa. Maana yake Roho Mtakatifu alishamuonya na kumuonya na kumuonya, akaendelea kufanya kazi kwenye ila moyo ukajaa mpaka akawa full of the devil. Suluhisho lake sio kuendelea kuishi, angeendelea kuharibu kanisa. Suluhisho lake ni kuondolewa duniani. Yezebeli inabidi auawe. Yezebeli habadiliki. Akishajaa shetani, mtu akishajaa shetani habadiliki. Kwa kama umegundua ni mtu wa kuingia naye kwenye ndoa, usiingie naye. Huwezi mbadilisha. Nitamuombea. Unaweza ombea shetani? Huwezi ombea shetani. Shetani habadiliki na tabaki tu wa shetani. Kwa eneo la kwanza ni hila. Huo ni utendaji wa kwanza mkubwa wa shetani. Karibu kila anachokifanya adui kinafanya kazi kwa kutumia hila. Na ukifuatilia maandiko, kwa mfano kwenye ile wa Efeso sura ya 6. Efeso sura ya 6, mara nyingi watu naanzia mstari wa 12, lakini ukianzia mstari wa 11, Biblia inasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Maanake silaha zote zilizotajwa zina adresi kitu gani? Hila za shetani. Maana yake utendaji wote wa shetani nyuma yake unatenda kazi kwa hila. Alafu mstari wa 12 ndio unaanza kuona, anaanza kutaja maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Maanake falme za giza zinatenda kazi na hila, mamlaka za giza zinatenda kazi na hila, wakuu wa giza wanatenda kazi na hila, majeshi ya pepo wabaya yanatenda kazi na hila. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikutana na mtu mwenye hila, umeingia kwenye mahusiano, unagundua umejenga trust yote kwenye hila, unagundua huyu mtu ana hila. Maana yake ni nini? Maana yake umekutana na mtu ambaye anaoperate kwenye masafa ya shetani. Biblia inasema kwenye Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa 3, na ndivyo alivyokuwa anaoperate Yezebeli. Yezebeli alikuwa ni mtu wa hila. Yezebeli alikuwa ni mtu wa hila. Yaani anaweza akalileta jambo kama zuri, lakini nyuma yake ni baya, limejaa mauti. Alikuwa anaonyesha anampenda Ahabu, lakini kiukweli hakuwa anampenda Ahabu. Alikuwa anataka kuitawala Israeli kwa miungu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema lakini nachelea kama vile nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake. Ni namna gani shetani aliingia na kuharibu maisha ya wanadamu wote? Kwa kupitia hila. Hajabadilisha mbinu. Hila. Mwenye hila anaoperate chini ya nguvu au uvuvio wa kipepo. Na huo ndio ulikuwa ugomvi wa Yesu na Mafarisayo, Masadukayo, wale waandishi. Walikuwa vitu wanavyovifanya ni vizuri, lakini kilichoko nyuma sio kitu sahihi. Hila. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbele anacheka, nyuma anasema vibaya. Mbele anamzungumzia yani mtumishi wa Mungu, alafu baadaye tena yule unashangaa anazungumza kinyume kabisa. Yule mtu anafanya kazi chini ya uvuvio wa shetani. Ndicho ambacho shetani alifanya kwa Eva. Anaenda, unajua nyoka hakuwa kiumbe mbaya kama vile simba ambavyo hakuwa kiumbe mbaya, na wengine wote hao wanyama wote waliumbwa na Mungu akiwemo na nyoka. Nyoka kama nyoka hakuwa na tatizo lolote. Kwa hiyo shetani nyoka Hawa alikuwa ni kama vile mazoea ya kuzungumza na nyoka pamoja na viumbe wengine walikuwa na uwezo wa kuzungumza. Kwa hiyo nyoka alikuwa ni kiumbe mwelevu. Kwa Hawa alikuwa anazungumza naye ni kama
kiumbe mwelevu, anapiga stori na nini. Shetani alichofanya akamuingia nyoka. Kwa hiyo na alimuingia kwa hila. Hawa hakujua anazungumza na shetani. Hawa alijua anazungumza na nyoka, kama ambavyo wamekuwa wanazungumza siku zote. Kwa shetani akaanza kuleta hoja yake kwa hila. Kwa hila anamuonyesha kama anachoongea ni kizuri, hakina shida, lakini anajua 100% kwamba hapa kuna mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukigundua mtu mwenye hila, ujue huyo mtu anafanya kazi kwenye masafa ya shetani. Wakorinto wa pili 11:3 ndio tumesoma. Wakorinto wa pili 11:3 anaongelea hila. Jambo la pili ambalo hii roho inafanya kazi na udanganyifu, deception, udanganyifu. Kwa ukigundua mtu ni mwongo. Sasa uongo, kila mtu at some point amewahi kudanganya, si ndio? Haimaanishi kwamba ndio hicho nachokiongea, lakini kuna watu ni kama yani maisha yake yamejengwa kwenye msingi wa uongo. Kila kitu wanadanganya. Alafu ni kama ana revelations za uongo. Yani ni kama ana uvuvio wa uongo. Yani hata umkamate kwenye jambo unasema hapa achomoi, ni kama anapata uvuvio, atakudanganya utasema ni kweli. Hata hakuwa na muda wa kufikiria uongo, lakini uongo umeshuka na umeamini kama ni kweli. Maana yake ukikutana na mtu wa aina hiyo, unagundua umekuwa naye na umemwamini kwa miaka kadhaa, lakini kile ambacho ulikuwa unaamini ni uongo 100%. Umekutana na mtu ambaye ana operate na hii spirit uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaeleweka vizuri? Ndio maana Biblia inasema lakini nachelea kama vile nyoka alivyomdanganya. Unajua shetani alimwambia Hawa maneno, kauli 4. Kwenye zile kauli 2 za ukweli, 2 za uongo, lakini alizileta kwa hila fulani. Hawa hakuweza kugundua ule uongo. Biblia inasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, Yohana 8:44, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uo. Maanake moja ya ishara huyo ni mwana wa Ibilisi. Na usije ukafikiri wana wa Ibilisi wapo. Yesu mwenyewe alisema enyi uzao wa nyoka. Maana kuna watu ambao ndani yao wana uharibifu wa kiibilisi. Anasema ninyi ni wa Ibilisi na baba yenu ni Ibilisi. Sasa moja ya namna wanafanya kazi ni kupitia uongo. Unakuta mtu ni kama ana uvuvio, yani ni mwongo kila eneo, kila kona. Ukifuatilia vizuri unagundua ni mwongo hata vitu ambavyo hakupaswa kudanganya amedanganya. Maana huyo mtu ana operate chini ya roho ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 28:15 anasema kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu, pigo lifurikalo litakapopita halitatufikia sisi, kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno yasiyo ya kweli. Sasa unaweza kusoma kuanzia sehemu ya pili. Kwa sababu tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli, kwa hiyo tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Maanake unapofanya mapatano na agano na mtu ambaye hayo mapatano yamejengwa kwenye uongo na udanganyifu, umefanya agano na kuzimu. Maanake mtu aina hii anaoperate chini ya uvuvio wa kipepo. Namba 3, na sifa ya 3 ya hii roho ya Yezebel ndani ya mtu ni kulichanganya neno na uongo la Mungu na uongo ili kulitumia kwa faida binafsi. Kulichanganya neno la Mungu na uongo ili kulitumia kwa faida binafsi. Sasa hii ya uongo, unamuona Yezebeli namna ambavyo alitunga uongo.
Unajua Yezebeli alitunga uongo kwa Naboth na wote waliamini, na unaona nini kilitokea? Mauti ya Naboth ilitokea. Lakini sifa nyingine ya tatu nimesema ni kulichanganya neno la Mungu na uongo, na ili kulitumia kwa faida binafsi, kutimiza malengo binafsi. Watu ni wale watu wanaotumia neno la Mungu kujaribu kufunika uovu wake, kulitumia kwa faida binafsi. Mtu mwenye hii roho, kuna wakati sasa namna wanavyolichanganya neno la Mungu, hawa ndio unakuta kuna muda aelewe, yani kuna muda unasema ni wa kiroho kweli kweli, alafu baadaye unasema mbona kama tena sio wa kiroho kabisa. Ukimkuta ameshika mic, anahubiri, anaimbisha, anaongoza, utasema malaika. Ukimkuta kona nyingine, sasa mbona kama yani kama wa kiroho sana, alafu baadaye unasema hapo ni shetani, hapo wa kiroho. Ukiona mtu huo mchanganyiko, hakunaga mchanganyiko. Wa Mungu ni wa Mungu. Hakunaga nuru inayofanana na giza, haipo. Kwa ukiona mtu ni kama nuru sana, alafu baadaye ni kama giza sana, huyo mtu ana operate kwenye utendaji wa shetani. Analichanganya neno la Mungu na uongo. Anajaribu kufanya vitu ili kutumia kwa faida yake. Anatumia neno la Mungu kuachivu uovu wake. Na hiki ndicho ambacho alikifanya Yezebeli. Anatumia neno la Mungu kwa sababu Nabothi alipokataa kumpa lile shamba Ahabu akaja amesikitika nyumbani. Yezebeli akamwambia niachie hii kitu, hii kazi ndogo. Yezebeli akaenda akawashawishi wazee wa mji, wazee wa Israeli, na akawaambia Naboth, akatumia neno la Mungu la kweli, akawaambia Nabothi amefanya dhambi mbili. Ya kwanza, amemtukana mfalme na amemtukana Mungu. Na maandiko yanasema, akakoti Torati, maandiko yanasema mtu wa aina hii anatakiwa apigwe mawe afe. Na akaweza kutafuta mpaka mashahidi wa uongo, wakatoa ushahidi kuhusiana na Nabothi, na Nabothi akauawa kwa sheria ya Mungu, lakini kwa uongo. Kwa akatumia neno la Mungu kwa faida zake binafsi za kutimiza uovu wake. Maana yake hiyo ni sifa ya tatu ya roho ya Yezebeli. Sifa ya nne ambayo inafanya kazi kwa nguvu sana ni roho ya kutawala, controlling and dominating spirit. Wanapenda kucontrol hata mahali ambapo hawatakiwi. Wao wanataka kila anapoenda yeye ndio awe ana control, yeye ndio awe mtawala. Kwa akiwepo kwenye kanisa anataka yeye ndio awe mtawala kanisani, yeye ndio. Na wana mbinu, atawali tu hivi, ana mbinu za kutawala. Namna moja wapo ambao anajaribu kutawala, unajua kimsingi Yezebeli ndio alikuwa anatawala Israeli. Yezebeli ndio alikuwa anatawala Israeli, sio Ahabu. Ahabu alikuwa yuko under control ya Yezebeli. Namna ya kwanza ambayo wanatawala kupitia hofu, kutisha. Wanatawala kupitia hofu. Anakuogopesha ili akutawale. Yaani anakufanya kwamba hauwezi kuishi mwenyewe, hauwezi kuendelea mwenyewe bila mimi. Kwa ni kama watu wanatawala kupitia hofu. Kuna vitu wanavifanya ambavyo vinajenga hofu ya mtu kwamba hawezi kuishi bila yeye. Sasa hii zipo hata kwenye mahusiano. Mwahi kuwa kwenye mahusiano alafu unahisi kama bila yeye maisha hayawezi kwenda? Vijana wanaelewa. Kuna watu namna ambavyo anaishi na wewe, anakufikisha mahali amekutawala kiasi kwamba unaona huwezi kuishi bila yeye. Na wakati mwingine unaona kabisa ni mtu mwovu, anafanya vitu viovu, lakini huwezi kumwacha kwa sababu unahisi kama maisha hayawezi kwenda bila yeye. Maana yake ile ni spirit ina control. Hakuna mtu ambaye maisha hayawezi kwenda bila yeye. Hayupo mtu aina hiyo duniani. Hayupo. Bila yeyote maisha yanaweza kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini moja ya namna hii spirit inafanya kazi, wanatisha ili kutawala. Na hii unajua ndio unajua Elia alikuwa ni mtu very powerful, ni mtu mwenye nguvu nyingi sana. Wote tunafahamu historia ya Elia.
na namna ambavyo alisababisha manabii 100 kadhaa wa Baali wakauawa. Jaribu kuangalia baada ya lile tukio kubwa ambalo ni kama Elia lingemfanya kinara, ikatoka kauli kwa mwanamke anaitwa Yezebeli, anasema naitaka roho yako. Yezebeli, kauli hivi, unafikiri ile ilikuwa ni kauli ya kawaida? Mwanamke tena zama zile, namna ambavyo mwanamke alikuwa anachukuliwa, anatoa kauli kwa nabii mkuu kama Elia. Alafu Elia, unajua ile ndio ilikuwa chanzo cha Elia kukimbia nchi, akakimbia, na ndio ilikuwa chanzo cha Elia kusema nimebaki peke yangu, Mungu niue. Elia akaanza maombi ya kufa, anamwomba Mungu amuue. Kwa nini? Kwa sababu haikuwa tu kauli, ilikuwa ni spirit ya kiutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wanatisha ili kumtawala mtu, wanatawala kwa njia Mungu hamtawali mtu kwa njia ya matisho. Mungu hamtawali mtu kwa njia ya matisho. Ndio maana Mungu anasema nimeweka mbele yako. Unajua kuokoka ni kukubali kuwa chini ya utawala wa Mungu, lakini huwezi kuwekewa hapa bunduki okoka. Mungu hawezi kuambia usipookoka na kuua. Kitu kama Mungu anasema nimeweka mbele yako uzima na mauti, chagua. Mungu anatawala kwa choice. Mungu anamtawala mtu kwa kuchagua yeye mwenyewe. Ni shetani ndio anatawala. Una option. Unajua kabisa haya mahusiano ni mabaya, hakuna namna, yani sina namna nyingine, inabidi tu niendelee kubaki. Ukishaona ujue hiyo ni spirit nyingine, sio ya Mungu. Amen. Wanatawala kupitia hofu, lakini wanatawala kupitia nguvu zao za kifedha. Nguvu zao za kifedha. Kwa hiyo ukimkuta mtu mwenye roho hii akitoa, anataka ndio awe na sauti kanisani, kwa sababu yeye ndo anatoa. Kwa hiyo anataka awe na sauti, kwa sababu na asipoipata hiyo sauti anasusa kutoa, anasema stoi, tuone kama hilo kanisa litajengwa bila mimi. Ukishaona hiyo ni roho ya shetani, hiyo sio roho ya Mungu. Roho ya Mungu unapojitoa sana, unakuwa mnyenyekevu zaidi, ndio roho ya Mungu. Ukiona mtu anataka kutawala kanisa kwa sababu yeye ni mtoaji, anasema anataka special care, special attention, kwa sababu yeye ndio ni kama vile ana finance kazi ya Mungu. Hiyo ni roho ya kishetani. Wanatawala kupitia uwezo wao wa kifedha. Kwa kupitia uwezo wake wa kifedha anaanza kugawanya na watu. Kwa anaanza kugain influence kwa watu. Unaweza ukakuta ana watu wanamwamini yeye kuliko anavyomwamini mbeba maono wa mahali, kuliko anavyomwamini mchungaji. Wanaamini hii ni spirit, ni roho ya Yezebeli. Kwa anajua kabisa kwa namna ambavyo amesha gain influence mahali kupitia fedha zake, anajua nikiondoka nitaondoka na watu kadhaa. Na hata inawezekana hata sio shemasi, sio mchungaji, ni mshirika tu, lakini ana influence kanisani kiasi kwamba akikutana na mtumishi wa Mungu asiyomjua Mungu na nafasi yake, anaanza kumtetemekea, kwa sababu hela ina nguvu. Kwa sababu mtumishi sasa itakuwaje akiondoka? Labda alishaenda kwa mchungaji akamwambia, mtumishi wa Mungu, swala la ada niachie, ada za watoto niachie, swala la chakula nyumbani niachie, swala hili niachie, masuala yote ya kifedha amekamata. Alafu wakati huo anataka atawale. Kufanya hivyo vitu sio mbaya, lakini hivyo vitu havikufanyi kuwa juu ya maono wala juu ya mbeba maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wanatawala kupitia influence zao za kifedha. Kupitia influence zao za kifedha wana win majority kanisani, lakini pia wanaweza kukamata mpaka moyo wa mchungaji. Mchungaji hawezi kufanya chochote bila huyo mtu kuwepo. Na au mtu huyo akiwepo, mchungaji hawezi, kuna vitu hawezi kukemea kwa sababu anaogopa. Asipokuwepo ndio kuna dhambi, na anaweza akawa anafanya support kanisani na ana maisha mabovu yanajulikana, lakini hawezi kukemea kwa sababu ni mtawala na control. Kikemewa atasusa ujenzi na ujenzi utasimama. Kwa hiyo mchungaji inabidi apindishe injili akiwepo. Asipokuwepo ndio unaona ananyosha, akiwepo ghafla anakuwa mpeule. Ukiona hivyo ujue ile roho ishatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wanatawala kupitia
uwezo wao wa kifedha. Mungu hata kama amekupa kufanya kazi ya Mungu kwa fedha zako, haikuweki juu ya maono, haikufanyi kuwa mtawala. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia wanatawala kupitia uwezo wao kupitia uwezo wao wa kiroho, uwezo wao wa kiroho. Na mara nyingine wanakuwa na vipawa vikubwa. Ni muonaji. Shai kuona muonaji mwenye kiburi kanisani, anataka kila kitu amconsult yeye. Sasa si ndio tunaonaga kwenye lile kanisa. Kwa ana kipawa kakuona, na ndio kile Yesu anasema umemridhia yule mwanamke ajitae nabii. Maana yake Yezebeli sio kila muonaji ni kwa usahihi. Kuna wengine tayari ameshakamatwa na hii spirit. Kwa ana kipawa fulani, ni kweli kabisa, ni kipawa kizuri, lakini anataka awe mtawala kukipitia kile kipawa. Kupitia kile kipawa yeye ndio atawale. Kwa hiyo anakuwa na tabia fulani za kuonyesha ya kwamba bila mimi kuna vitu haviwezi kwenda. Mwingine labda ndio ana kipawa cha kupiga mziki, lakini hawezi kuonywa, hawezi kurekebishwa. Akirekebishwa anasema siendi sasa Jumapili, tuone nani atawapigia. Hiyo ni spirit, hilo ni pepo. Au yeye ndo anatutengenezea vyombo pale. Kwa hiyo yani akirekebishwa kidogo anasusa ili ibada isiende. Hiyo ni roho ya Yezebeli, ni roho ya shetani. Kwa wana vipawa, wanatumia vipawa vyao kutawala. Lakini pia wanatawala kupitia hisia. Kupitia hisia fulani. Hawa ndio wale unakuta ana hasira zile za kiutawala. Yaani umewahi kukutana na mtu akikosea, ukimwambia anakasirika kiasi ambacho wewe unaomba msamaha na amekosea. Alafu next time akikosea unaogopa kumwambia. Hiyo ni spirit. Hasira, yani anatumia hisia za hasira kudominate. Kwamba yule muone tu vile akikasirika. Kwa hata kama ni kanisani wanamlea kama mtoto. Yule msimkasirishe yule. Akikasirika yule, si unajua tena ndio mtu anajitoa sana kanisani. Usimkasirishe. Na ndio tunamtegemea. Maana yake unaruhusu ile spirit kutawala kanisa. Kisa eti akikasirika atasusa, kasirika, ondoka. Mungu ana wewe peke yako. Mungu ana wengi. Mungu ana wengi. Mungu anaweza akafanya perfect replacement. Mungu anaweza akakureplace. Kamuulize Vashti alivyokuwa replaced na Esther. Ni mbaya mno. Yaani uko hai, mke mwingine ambaye anachukua nafasi yako ameshaandaliwa. Uko hai. Si unajua inabidi ufe ili aandaliwe mwingine. Lakini uko hai, unaona yule ndo anakuja kuolewa yule. Hayo ndio mambo ya Mungu. Kamuulize Sauli namna ambavyo Daudi anapakwa mafuta, Sauli bado yuko kwenye utawala. Kwa Mungu anaweza akafanya replacement yako nzuri sana, vizuri kabisa. Ni kweli inawezekana ukaonekana kuna vitu haviwezi kwenda bila wewe, lakini kuwa mnyenyekevu. Kitu cha ufalme kinaweza kwenda bila yeyote. Mungu anaweza akainua hata mawe. Yesu akasema ninyi msipo nisifu, Mungu anaweza kuinua hata haya mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama unatumika kwa kipawa chochote kanisani, kuwa mnyenyekevu. Kipawa hakikufanyi kuwa juu ya maono au juu ya mbeba maono, hakikufanyi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanatawala kupitia hisia zao, kupitia hisia za hasira, kupitia kupenda kuonewa huruma. Wanataka special care. Yaani apendi vitu vitokee madhabahuni. Kabla ya madhabahuni anataka kwanza afatwe. Sasa tuna project hapo kanisani. Kwa alafu sasa baadaye atoe ushauri, baadaye ndio sasa ikija madhabahuni moja kwa moja, yeye anaanza kuwa kinyume nayo. Kwa anataka special care. Huo sio mfumo wa Mungu.
sio mfumo wa Mungu wa kuifanya kazi ya ufalme. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia wanatawala kupitia ubembelezi. Ubembelezi. Wanatumia maneno yao ya ubembelezi kupitia vipawa vyao, uzuri wao, matendo yao mema, wanatawala. Ila pia wanatawala kupitia kiburi na jeuri. Hao watu wenye hii roho haongozeki, haonyeki, hana mtu mwenye sauti juu yake. Akionywa anasusa, anaweza kuzira kwa sababu ameonywa. Ana misimamo isiyopinda, yaani akiamua jambo lake hata kama ni uovu, hakuna mtu anaweza kumrekebisha. Alilokusudia hata kama ni baya, lazima analazimisha litokee. Hii sio roho ya Mungu. Hii ni roho ya kishetani. Namna ya kushughulika na hiyo roho: usizirishe na usizitetemekee hisia zao. Usiitikie wanavyotaka. Usiitikie wanavyotaka. Anataka akikasirika, hata kama yeye ndo amekosea, anyenyekewe. Usinyenyekee shetani. Usinyenyekee shetani. Hata kama amekosea, anyenyekewe. Kwa anataka anatumia ile hasira kuvuruga amani. Mpaka ni kweli kabisa alikosea na akaambiwa ataivuruga, anajua kabisa itafika point wewe ndio utashuka, utamwomba msamaha na kosa ni la kwake, alafu aendelee kutawala. Next time akikosea utakuwa unamuogopa. Mwache akasirike mpaka mwisho wa hasira yake. Mwache vimbe, mwache aondoke, mwache afanye anachofanya. Hiyo ndio namna sahihi. Sasa simaanishi tu kama unagundua umekosea usiombe msamaha, sio ninachomaanisha. Lakini kuna nyingine kabisa unaona ni mtawala kupitia hizo hasira zake. Mwache akasirike. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiilishe hiyo spirit, usiinamie. Kama ni una maelekezo ya Mungu, kaa kwenye maelekezo ya Mungu, kaa kwenye vision, kaa kwenye wito, bila kujali anabaki au anaenda. Lakini usikubali kuwa chini ya hiyo roho. Namna nyingine ya kuishughulikia, ishughulikie kama shetani. Muadresi shetani kama shetani. So unajua Yesu ikishughulikiwa kama shetani, kama ilikuwa imemvamia, Mungu atamsaidia, itaondoka. Kama ilikuwa imeshaweka mizizi, ataondoka nayo. Na ndicho kitokea kwa Petro. Yesu alivyogundua hii kitu ambayo yuko nayo Petro, pamoja nilimwambia kwamba wewe ndio jiwe, mwamba, juu ya mwamba nitalijenga kanisa. Hii kitu ni ya shetani. Akuzungusha akamwambia, rudi nyuma yangu shetani. Petro kwa sababu alikuwa na Mungu ndani, akapokea hayo maonyo. Kama ana Mungu atapokea maonyo. Akiamua kukataa maonyo na kuondoka, hakuwa na Mungu huyo. Hakuwa na Mungu. Maana yake tayari alikuwa ni full of the devil. Alikuwa ameshajaa ushetani. Amen. Kwa muadresi shetani kama shetani. Ikemee, iadresi kwamba hili jambo aliko sawa, na aliko sawa hata kama umelifanya wewe mwenye kipawa kinachotegemewa kanisani. Aliko sawa hata kama umelifanya wewe ambaye ndio unasapoti kifedha kanisani. Hili jambo aliko sawa. Kama ana Mungu atarekebisha na ataendelea. Kama hana Mungu ataondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia hakikisha kama inawezekana, mtoe kwenye nafasi. Kama ulikuwa umempatia nafasi, mtoe aondoke kwenye hiyo nafasi. Mungu anatoaga watu kwenye nafasi. Mungu alimtoa Sauli kwenye nafasi. Na kilichofanya Mungu amtoe Sauli kwenye nafasi sio kosa lile alilofanya, ni the spirit behind. Sauli alikuwa hana moyo wa unyenyekevu. Unajua Mungu yuko kwanza na ile hali ya moyoni. Kwa sababu ukiangalia kikubwa sana alichokifanya Sauli ni kujaribu kutoa sadaka, kutokuwa mvumilivu kusubiri mpaka Samueli aje. Akaenda akatoa. Alafu alipotoa bado akaendelea kujitetea. Jambo la kwanza. Jambo lingine unagundua alilofanya Sauli ni pale ambapo
aliambiwa kaue wote, alafu hakuua wote, akachukua wengine, alafu anaambiwa umekosea, anang'ang'ania nimeandaa kwa ajili ya sadaka. Hayo ndio makosa makubwa ya Sauli. Lakini angalia, Daudi alifanya makosa mengi. Kwa nini? Mungu alimuondoa Sauli kwenye nafasi kwa sababu ya hali ya moyo. Aligundua hii spirit ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama ni nafasi fulani, ikiwezekana aondoke kwenye hiyo nafasi. Lakini jambo lingine, ajue wazi kazi ya Mungu inaweza kwenda bila yeye. Na huu ni ujumbe kwetu sote tunaomtumikia Mungu. Kazi ya Mungu inaweza kwenda bila wewe, kazi ya Mungu inaweza kwenda bila mimi. Kwa hiyo Mungu akikupa kufanya kazi yake, ni amekupa fursa. Haimaanishi ukigoma hakuna mtu atafanya. Inaweza kwenda. Kanisa linaweza kujengwa bila wewe. Mungu anaweza akaleta mwingine. Kazi ya Mungu inaweza kufanyika. Ni kweli wewe ndio kiongozi wa sifa mzuri, mtu wetu wa media, lakini usije ukafikiri ukiondoka mambo yatasimama. Ufalme wa Mungu unaweza kwenda bila mtu yoyote. Wako watu wengi, Mungu ana watu wengi. Kama mtu ana kiburi, unajua shetani alikuwa anafikiri mbingu itasimama akiondoka mbinguni. Kwa hakika mbinguni hakuna, yani ni yeye ndo anakosa mbingu, anafili ile gap mbinguni. Yeye ndo anaikosa ile nafasi, anaimiss. Lakini mbingu hazimisi shetani hata kidogo. Mbingu hazimisi shetani. Kwamba I wish shetani Lucifer angekuepo hapa. Hakuna. Mbingu hazimisi shetani, hazimisi Lucifer. Kwa ni ujinga tu wa kiburi ndio unaweza ukamwambia mtu, yani wewe ukiondoka hapa lile kanisa aliendi, yani ile huduma. Ni uongo, ni kujidanganya. Ni kweli ninaweza nikawa natumia kwa ajili ya mwili wa Kristo, lakini nitakuwa ni mpumbavu wa hali ya juu nikafikiri mwili wa Kristo hauwezi kwenda bila mimi. Ni uongo na ni upumbavu wa hali ya juu. Kazi ya Mungu inaweza kwenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nimeeleweka hapo, na hiyo roho haitakuwa fungu letu katika jina la Yesu. Amen. Jambo linalofuata, nilisema jambo la kwanza ni uwepo wa utendaji wa falme 3 duniani na tukazitaja. Jambo la pili nikasema kila ufalme una ufalme mwingine nyuma yake. Kila ufalme wa dunia una ufalme mwingine nyuma yake. Na jambo la tatu, kila mwanadamu anatumika chini ya falme 2. Kila mwanadamu anatumika chini ya falme 2. Hakuna neutral ground. Huku duniani hakuna neutral ground. Huku duniani kuna nguvu ya kiroho nyuma ya kila mfumo. Kuna nguvu ya kiroho nyuma ya kila mfumo. Dunia sio ya kimwili, ina ukiroho nyuma yake, kwa sababu asili ya dunia ni rohoni. Biblia inasema vyote vilifanyika kwa huyo neno, na kila kilichofanyika kilifanyika kwa neno la Mungu. Anasema nasi twajua ya kwamba ulimwengu na vyote vilivyomo vilifanyika kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni la kiroho, lilifanya kila unachokiona. Maana yake kila unachokiona kina spiritual side of it, kina upande wa pili wa kiroho. Kwa kujifanya una balance, unajua tu hii ni ya kidunia, hii ni ya kiroho, vyote vina upande wa pili wa kiroho. Na shetani anajua kazi yako ina upande wa pili wa kiroho, biashara yako ina upande wa pili wa kiroho, ndoa yako ina upande wa pili wa kiroho. Kwa wewe kuna mambo yanatokea unasema haya tu ni ya kawaida. Hakuna kitu ambacho hakina upande wa pili wa kiroho. Kila mwanadamu anaathiriwa na falme 2. Ufalme wa kwanza ni uliozaliwa. Kama ambavyo huwezi kukwepa athari za serikali ya Tanzania kwenye maisha yako ya kila siku. Haiwezekani tukakwepa athari za serikali ya Tanzania. Haiwezekani. Yaani hata hapa tunahubiri, tunaathiriwa na serikali ya Tanzania. Tunatumia umeme TANESCO. Kwa kuna namna tunaathiriwa. Umeme ukikata,
sauti yangu itaanza kupata shida. Naathiriwa. Unasema nina generator. Hayo mafuta ya generator, ni nani anaingiza nchini? Ni serikali ndio ina control uingiaji wa mafuta nchini. So unakumbuka wakati wa lockdown ile ya uchaguzi, mafuta yalikuwa yawepatikana. Sheli zipo, visima vina mafuta yatoki. Kwa nini? Serikali. Kila ambacho tunakifanya, tunajua au hatujui, kinaathiriwa na serikali ya Tanzania. Na ndivyo ilivyo, kila ambacho tunakifanya, tunajua au hatujui, kinaathiriwa na nguvu nyingine ya kiroho. Inaweza ikawa ya Mungu au ya shetani. Kwa kila mwanadamu anaathirika na pande mbili za ufalme. Ufalme wa dunia na ufalme mwingine wa kiroho. Hakuna neutral. Wale ambao wanasema mimi si wa kiroho kivile, dunia ni ya kiroho kivile. Maisha ni ya kiroho kivile. Kwa hiyo kama ni neutral, ujue kuna nguvu ya kiroho inakuathiri. Na bahati mbaya ni kwamba nguvu ya kiroho inayomuathiri mtu bila mpango ni ya shetani, sio ya Mungu. Yaani ukikaa hapa, mimi sichagui Mungu au sichagui shetani. Mimi nimekaa zangu tu hapa. Mungu hatakufuata, shetani ndio atakufuata. Shetani hahitaji access, hahitaji ruhusa kufanya kazi na mtu. Mungu anahitaji ruhusa kufanya kazi na mtu. Kwa hiyo ni shetani hana address, Mungu ana address. Ndio maana unaona Mungu anamuuliza shetani, umetoka wapi? Anasema nimetoka kuzunguka huku na huku na kule. Popote. Maana popote atakapo. Shetani hahitaji umwambie njoo. Shetani anahitaji mlango uwe wazi, anaingia. Ninaeleweka watu wa Mungu? Kwa kuna vitu akiviona shetani, akiona pako wazi, ana occupy. Kwa sababu ana address. Biblia inasema pepo mchafu amtokapo mtu anaenda akitafuta, akikosa anasema nitarudi mahali pa. Akikuta pamesafishwa, sio akikuta anakaribishwa, akikuta pamesafishwa na kupamba. Maana yake hapako na kitu, hapako occupied, anatumia hiyo nafasi. Lakini ufalme wa Mungu haufanyi kazi kwa njia hiyo. Kwa pamoja na kwamba tunapoishi duniani tunaathiriwa na pande mbili ya duniani, ufalme mbili wa duniani na wa kiroho. Huo wa kiroho, kama hatutafanya maamuzi uwe wa Mungu, hautakuwa wa Mungu by default, utakuwa ni wa shetani. Ndio maana maandiko yanasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio watakao uteka. Maana yake ufalme wa Mungu haukufuati, ufalme wa Mungu unauteka. Kwa kama hautakuwa na initiative za kuziishi kanuni za ufalme ili zianze kushughulika na biashara yako, biashara yako itakuwa inaathiriwa na nguvu za giza. Na unajua watu wengi wa giza wanajua kanuni za ufalme wao kushughulika na biashara zao, na sio watu wengi wa Mungu. Ndio maana kuna watu wa giza kila siku anavyoingia kwenye biashara yake ana style huwa anaingia, na mwingine anaingia hivi. Unasema ana lolote yule. Wewe unasema una Mungu na unaingia tu kavukavu, ufanyi chochote cha Mungu wako. Alafu unashangaa ni kama Mungu wake ana nguvu kuliko wako. Kwa sababu gani? Wao wanazijua kanuni za ufalme wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama watu wa Mungu tunataka kuathiriwa na ufalme wa Mungu, lazima tuziishi kanuni za ufalme wa Mungu. Kwa sababu kama hatutaziishi, ufalme wa Mungu unaitikia kanuni. Ufalme wa giza upo tu available hapa duniani. Ndio maana Biblia inasema kwenye Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19, anasema nasi twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu. Ni kweli kabisa, lakini dunia yote inakaa katika yule mwovu. Sasa ukifuatilia ile andiko anaposema dunia yote, anasema systems, mifumo yote ya dunia nyuma yake ina uovu, ina nguvu ya uovu. Maana yake mifumo ya kiuchumi duniani ina nguvu ya uovu. Kwa kama hatutalazimisha mifumo ya ufalme wa Mungu ianze kuathiri ufalme wetu au ianze kuathiri uchumi wetu kwa kuzifuata kanuni, tutaathiriwa na nguvu ya uovu nyuma ya uchumi na dunia yote. Maana yake by default Adamu alipopoteza nafasi ya utawala,
aliichukua shetani. Ndio maana hata Yesu wakati wanazungumzia, shetani anazungumza naye kuhusiana na mali, shetani anamwambia nitakupa vitu vyote, milki yote nitakupa. Yesu hajapinga kwamba utanipaje na sio yako. Yesu hajapinga. Yesu alipinga kwa namna nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi kama watu wa Mungu tunapaswa kumiliki kwa nguvu. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu ndio watakao uteka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi naeleweka vizuri. Jambo la 4 la kufahamu kuhusiana na ufalme. Nimesema la kwanza, uwepo wa kiutendaji wa falme 3 duniani. Ufalme wa shetani, ufalme wa dunia na ufalme wa Mungu. Ya pili, kila ufalme una nguvu nyingine ya ufalme nyuma yake, kwa maana ya taifa hivyo, na tukaelezea mambo kadhaa pale. Ya tatu tukasema kila mwanadamu kwa kujua au kwa kutokujua anaathiriwa na falme 2. Wa kwanza ni wa Tanzania. Kama vile ufalme wa Tanzania unavyotuathiri, ndivyo na ufalme wa kiroho unatuathiri. Ni either wa Mungu au wa shetani. Na wa Mungu haukuathiri by default, kwamba automatically nitaanza kuathiriwa maisha yangu na shughuli zangu na ufalme wa Mungu. Wa Mungu unatuathiri kwa nguvu, kwa kuanza kuziishi kanuni. Kwa kanuni za ufalme wa Mungu ndio zinalazimisha ufalme wa Mungu duniani. Ndio maana hata Yesu anaambia ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Maana yake kama hamtaishi kanuni ya kufanya uje, hautakuwepo. Mapenzi ya Mungu hayatokei duniani automatically. Mapenzi ya Mungu duniani yanalazimishwa, yanadaiwa na mtu, yanasababishwa na mtu anaishi duniani. Mapenzi ya Mungu mbinguni ni 100%. Mapenzi ya Mungu duniani sio 100%. Mapenzi ya Mungu duniani ni tegemezi ya mtu anayoyajua hayo mapenzi ya Mungu na kuyadai yatokee kupitia kanuni. Amen. Ndio maana mapenzi ya Mungu duniani, mbinguni tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Mapenzi ya Mungu mbinguni, anasema yeye aliyemwachilia Yesu akumzuilia na chochote. Kila kitu, utajiri, mafanikio, kila kitu kwenye ulimwengu wa roho Mungu alikiachilia. Lakini mapenzi ya Mungu duniani yanategemea wanaoziishi hizo kanuni, ndio zitasababisha yatokee. Amen. Ndio maana moja ya kanuni anasema leteni zaka kamili, ili kiwemo chakula nyumbani mwa Bwana, muone kama sitawafungulia madirisha na kuwamwagieni baraka. Maana yake mapenzi ya Mungu mbinguni umebarikiwa kwa baraka zote. Mapenzi ya Mungu duniani, fanya kitu cha kiufalme ambacho kitafungua ili baraka zianze kufanya kazi duniani. Maana kwenye ulimwengu wa roho tumebarikiwa baraka zote. Hakuna baraka mpya mtu anaipata. Yote ilishakamilishwa na kazi ya msalaba. Lakini kwa nini hatuishi leo? Kanuni ndio zitaamua kuziishi. Tunaishi kiwango cha baraka ambazo tumejiengage na ufalme wa Mungu kupitia kanuni. Kwa kanuni ndio zinahalalisha baraka zote za ulimwengu wa roho ziweze kufanya kazi. Kwa kiwango cha baraka na matokeo ya kusaidiwa na Mungu anachokifurahia mtu, sio kile ambacho Mungu ameprovide kwenye ulimwengu wa roho, ni kile ambacho huyu mtu ameziishi hizo kanuni huko duniani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4 ni la muhimu kufahamu kuhusiana na ufalme. Kila ufalme, ili uwe ufalme, lazima uwe na vitu vifuatavyo. Kila ufalme, ili uwe ufalme, lazima uwe na vitu vifuatavyo. Ukielewa hivi vitu vya kiufalme duniani, utaelewa kwa nini kuna misisitizo mingi ya vitu hivi kwenye ufalme wa Mungu. Kila ufalme, ili uwe ufalme, namba 1, lazima uwe na himaya, territory, eneo. Hakuna ufalme bila eneo. Kila ufalme, ili uwe ufalme, lazima uwe na
eneo. Hakuna ufalme bila eneo. Inaitwa Tanzania kwa sababu kuna eneo. Ukienda uelekeo wa Mbeya utakutana kuna mahali wanakuambia sasa unaingia Zambia au Malawi. Ukienda uelekeo wa Moshi utakuta sasa unaingia Kenya. Ukienda sijui kila mahali utakuta, ukienda uelekeo wa Kagera utakuta sasa tunaingia Uganda, au kuna mahali pengine unaingia Burundi. Kwa nini? Hakuna ufalme bila mipaka ya kijiografia, bila himaya, bila territory. Lakini namba 2, kila ufalme lazima uwe na mfalme. Hakuna ufalme bila mfalme. Hauwezi kuitwa ufalme bila mfalme. Sasa ukielewa kwenye hii ufalme wa kawaida tu kwamba hakuna mfalme bila mfalme, utakuwa ni rahisi zaidi kuelewa kanuni za kiufalme kwenye ufalme wa Mungu. Hakuna mfalme bila ufalme. Sasa kwa lugha yetu ya kama ya Tanzania, maana yake hakuna Tanzania bila kiongozi, bila rais. Hakuna Tanzania bila mipaka. Hakuna Tanzania bila mfalme, rais wa Tanzania. Lakini pia kila ufalme, ili uwe ufalme, lazima uwe na watu chini ya ufalme. Hakuna ufalme bila watu. Hakuna ufalme bila watu chini ya ufalme. Hakuna kitu kinaitwa Tanzania bila Watanzania. Yaani leo hii wote wa Tanzania tusiwepo, Tanzania haipo na hakutakuwa na mfalme. Hakuna maana ya kuwa na mfalme kama hakuna watu. Ndio Biblia inasema utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Ndio maana kiongozi yoyote anayepuuza watu anapuuza utukufu wake. Kiongozi yoyote anayepuuza watu walio chini yake anapuuza utukufu wake. Biblia inasema utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Ni kiasi gani cha watu wanakukubali ndio kitakupa wepesi wa kuongoza watu wale, na ndio kitakupa heshima kwa wale watu. Utukufu wa ufalme ni wingi. Ndio maana mtu anayepuuza watu anapuuza nafasi yake. Mungu mwenyewe hapuuzi watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hakuna ufalme bila watu chini ya huo ufalme. Lakini pia kila ufalme, ili uwe ufalme, lazima uwe na lugha. Ukielewa hivi vitu, nikielezea kwa upande wa Tanzania na nini hivi tunapendelea hivi, itakuwa ni rahisi tutakapoanza kuangalia ufalme wa Mungu. Hakuna ufalme usio na lugha. Ndio maana kila ufalme ambao ni strong uliweka msisitizo mkubwa kwenye lugha. Hivi unajua moja ya kitu ambacho kimesababisha Tanzania imekuwa na amani ni msisitizo wa Mwalimu Nyerere kwenye lugha. Kuua ukabila, yani kuua mimi kabila fulani, alafu kusisitiza zaidi Kiswahili lugha ya taifa, Kiswahili lugha ya taifa. Moja ya kitu kimewasumbua ndugu zetu tu hapo Kenya ni kuna makabila yana nguvu, lugha ya kabila ina nguvu kuliko lugha ya taifa. Ni kweli kuna lugha ya taifa Kenya, lakini kuna lugha za kikabila zina nguvu kuliko lugha ya taifa. Maana yake hicho kinaleta mtikisiko. Moja ya kitu kimeunganisha Tanzania na kuwa ni ngumu kidogo kutikisika kiamani ni lugha. Moja ya kitu kimeyapa mataifa hayo yaliyotutawala nguvu ni walipokuja walihakikisha tunaona lugha yao ni nzuri kuliko lugha yetu. Na hiyo ipo mpaka leo. Kiingereza kinaonekana ukiongea Kiingereza hata kama una hela unaonekana wewe ni bora kuliko ambaye hajui Kiingereza na ana hela. Kwa hiyo kuna namna imeingia kwenye akili, kwa sababu lugha inaongeza nguvu ya ufalme. Kwa nini China leo ina nguvu? Leo hii shule zetu, moja ya sifa ya shule nzuri za primary ni zinazofundisha Kichina. Kwa nini? Kwa sababu Mchina alikataa. Moja ya namna ambavyo Mchina alikataa kutawaliwa ni alipokataa lugha ngeni.
Kwa China yeye kila kitu chake akaamua kibaki kichina hivyo hivyo. Leo hii ni kati ya mataifa yanayotawala dunia, kwa sababu moja ya kitu kitaimarisha ufalme ni lugha. Hakuna ufalme bila lugha. Ndio maana kuna lugha mtu akiongea unasema huyu Mkenya, huyu Nigeria, huyu ameongea, huyu ni Mtanzania. Maana yake mmoja ya utambulisho wa mtu anatokea ufalme gani ni lugha anayozungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata tukienda kwenye level tu ya kikabila, lugha inatutambulisha sisi ni wa ufalme upi. Hata level ya kikabila kuna maneno ambayo hata ukwepeshe vipi, kama ni Mchaga kweli kweli tutajua tu. Kuna maneno kama ni Muhaya umwambie aseme maneno fulani, hawezi. Yule Muhaya kweli mwambie sema ng'ombe, ng'ombe sio ngombe, ngombe, atapambana na hilo neno. Kwa nini? Kwa sababu lugha inakutambulisha unatokea wapi. Msukuma kuna namna tu atakaza, yule Msukuma wa kweli atakaza maneno fulani hivi hawezi kuongea smooth, yani atakazia hivi yani. Kwa sababu gani? Asili yake, moja ya mahali asili ya mtu ina connect ni lugha ya mtu. Ndio maana unapojiita ni mtu wa ufalme alafu lugha yako sio ya ufalme, kuna shida. Kuna watu ni watu wa ufalme, anaongea chochote, tutakufa mwaka huu, tutakufa mwaka wa ufalme maisha magumu, yeye ufalme kweli? Hiyo ni lugha ya ufalme wetu. Sasa unajua watu wengi wanashindwa connect hii kitu ya lugha na kusaidiwa na ufalme, kwa sababu wanafikiri ni utaratibu wa kidini. Usiseme udhaifu, usikiri udhaifu. Kwa mtu hajui kama hii kitu inatakiwa ianze kwenye mfumo wa kufikiri kwanza, alafu ndio ije kwenye namna ya kutamka. Kwa hiyo utaanza kuelewa kwa nini neno la Mungu linaweka misisitizo fulani kwenye lugha, kwa sababu hakuna ufalme bila lugha. Hakuna ufalme bila lugha. Lakini pia hakuna ufalme, kila ufalme ili uwe ufalme lazima uwe na namna yake ya kufikiri, mindset. Kila ufalme una mindset. Kwa kama tunajitambulisha sisi ni wa ufalme wa Mungu, lazima tujue ni nini mindset ya ufalme, watu wa ufalme. Na nilizigusia kidogo, nitagusia labda mbele tena. Utambulisho wako wa ufalme ni mindset. Kuna mindset ambayo inatutambulisha sisi wa Tanzania. Kuna vitu wa Tanzania hatuwezi kwa sababu ya mindset yetu. Yaani hata kile kilichotokea zile tarehe za uchaguzi, ile sio sisi. Yaani ukweli ni kwamba kuna kitu kingine kilituingia. Ila asili, ndio maana hata viongozi walikuwa hawaamini kama kuna Mtanzania anaweza akafanya vile. Kwa sababu sio mindset yetu. Sisi mindset yetu ni soft. Yaani mimi sina shida bwana. Limradi nakula na lala. Ndio mindset yetu. Hatuna mambo mengi sisi. Ukishataka kunivuruga sawa basi, wewe endelea tu, aiba, fanya unavyotaka, shauri yako. Ilimradi nina amani. Amani ni muhimu kuliko hiyo ndio mindset yetu sisi. Na ilitengenezwa. Fuatilia wale tuliosoma zamani primary. Kumbuka zile nyimbo tulizokuwa tunaimbishwa kwenye siasa. Nyimbo zile za kidumu, si mnazikumbuka? Nitailinda nchi yangu. Kumbuka zile zilikuwa zinatengeneza mindset fulani. Kwa hiyo kuiondoa, rafiki yangu, ndio maana waliofanya ile shughuli ya kipindi cha uchaguzi sio generation yetu. Ni generation ambayo kusomaga siasa. Unajua sasa hivi baada ya vyama vingi kuna mitaala fulani hapo primary iliondolewa ile. Sasa sisi generation yetu sio rahisi kwa sababu kuna kila ufalme una mindset yake. Kwa mfano mindset ya Watanzania sio aggressive. Sisi hatufikiri aggressively. Ni tofauti na Mnigeria. Mnigeria akimfikiria mchawi afikirii msamaha. Ila Mtanzania, Mungu mrehemu, Mnigeria anaua. Kuna Mnigeria mmoja nisikia na ubiri anasema kama hakuna kaburi linaloitwa lililosababishwa na maombi yako,
unacheza. Yaani unaishi na wachawi wanaendelea tu, hakuna mchawi alizikwa kwa sababu wewe ulisimama. Sasa hiyo sio mindset yetu wa Tanzania. Yaani sisi ni soft. Ndio kuna ukanda fulani wa Tanzania, mtu ili mradi tu ana chumba chake, yaani ameridhika, kachumba kamoja na sebule. Sina shida mimi, nakula milo 3 na chumba nina mudu kodi yangu. Ameridhika, hataki kuongeza juhudi yoyote kuongeza kipato. Akishajenga nyumba akapangisha, anacheza bao tu, anasubiri kodi. Ndio mindset yetu. Lakini inaweza kwenda mpaka kwenye ukabila. Angalia kabila wanaofanikiwa kwenye biashara, ni issue ya mindset. Kwani Wachaga ni kama wanatoboa zaidi? Ni mindset. Kwa sababu tangu anakuwa, kwa sababu hii mindset inajengeka tangu mdogo, tangu unakuwa. Anakuwa anaona Mchaga lazima afanikiwe kibiashara. Mchaga biashara inajengeka. Kwa akianza hata akikutana na hasara asemi laana. Lakini mwingine akianza kukutana na hasara itakuwa mimi na laana. Kwetu sio, kwa sababu kwa wao ufahamu wake hautambui hilo jambo. Sasa ufalme, kama wewe ni wa ufalme fulani, mindset yako itaendana na ule ufalme. Na ndio maana ukifuatilia maandiko yanasisitiza sana kwenye namna tunavyofikiri. Badiliko la kwanza atakalolipata mtu wa Mungu sio kitu kingine, ni mindset, change of mindset. Biblia inasema mgeuzo kwa kufanywa upya nia zenu, ili mpate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yanayopendeza na makamilifu. Mtu ambaye hajageuzwa nia yake hawezi kujua mapenzi ya Mungu. Bado mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake atakuwa na connect na ukoo wake, na familia yake, na mazingira. Na kama tugegeuzwa kiasi cha kuyaona mapenzi ya Mungu katikati ya mazingira magumu, kwa hakika hatuwezi kufanikishwa na ufalme wa Mungu. Kila ufalme una mindset, una namna ya kufikiri. Na ndio maandiko yanasema afikirivyo mtu ndivyo alivyo. Sisi wa Tanzania tunafikiri kama wa Tanzania. Ndio maana kuna aina fulani ya utapeli huwezi kukutana nao kwa Mtanzania. Huwezi. Yaani kama wale ambao tumewahi kukutana na utapeli wa kimataifa. Yule tapeli wa kimataifa hawezi kuwa Mtanzania. Hawezi. Kwamba kuna kazi Dubai. Anaanza ukienda mwisho akikupa namba, utagundua ni namba ya nchi gani? Nigeria. Ikisogea zaidi labda Kenya hapo. Ila Mtanzania tapeli wa kimataifa hamna. Hawa ni matapeli wa humu ndani. Nina mzigo hapa wa dhahabu, anko wangu ameniambia hawa humu ndani. Na hata humu ndani unaweza ukapredict ni makabila yapi. Kuna wakati tulikuwa tunasafiri kwenda China. Unajua tulikuwa kwenye ile ndege kuna Watanzania, wa Nigeria, miaka ya nyuma ilikuwa 2007. Ile tumetua pale China, kuna mashine ya kuskani, mnapita wanawaskani. Ukiwa ni Mtanzania ikipita mashine ikikuskani unaendelea. Ila ukiwa ni Mnigeria, mashine ikikuskani wanakuweka pembeni. Wanafanya further scanning, wanakuskani tena. Yaani hawaamini kama ile mashine kwa mentality ya Mnigeria inaweza ikawa imeona kila kitu. Ila kwa Mtanzania sasa huyo aende tu, imeshamaliza. Kwa sababu ya mindset, namna tunavyo tazama mambo. Mindset hii ndio inajenga bidii. Kwa sababu kwenye mindset ndio kinajengwa kitu kinaitwa believing system, ambayo ndio inajenga kitu kinaitwa value, mfumo wa thamani. Mindset zetu ndio inaanzia kwenye mindset, inaenda kwenye mfumo wa imani. Unaaminigi nini kuhusiana na utajiri na mafanikio? Mfumo wa imani. Na hapo ndio kukwama kwa mtu kunaanzia. Inaanzia kwenye mindset yako, fikra zako, mawazo yako. Ndio itakujengea unaaminigi nini kuhusiana na masuala ya mafanikio na biashara na nini. Kwa kuna mwingine mindset yake anaamini juu ya laana na anaamini juu ya kushindwa na nini. Alafu mwisho inajenga kitu kinaitwa mfumo wa thamani, value system.
Ni vitu gani unaanza kuvipa vipaumbele? Na hapa ndio tabia za mtu zinakuja. Kwa mfano uvivu, kuchelewa kazini, kutokuwa na bidii ya kazi, inaanzia huku kwenye mindset. Alafu baadaye ndio inajenga mfumo wa ni vitu gani unathamini. Hata kwenye mambo ya kiroho, kuomba kwako kunajengewa kuanzia kwenye mindset yako, imani yako juu ya maombi, alafu ndio inajenga tabia yako. Tabia ni value system, inajengwa mwisho. Unathamini maombi kiasi gani, itakufanya uombe. Kati ya maombi na usingizi, unaona kipi kina nguvu? Kati ya kufunga na kula, hii yote inaanzia huku nyuma. Mfumo wetu wa kufikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila ufalme, ili uwe ufalme, lazima uwe na namna yake ya kufikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na moja ya kazi ya semina hii na fundisho hili ni kutugeuza namna tunavyofikiri kuhusiana na ufalme. Tuanze kufikiri sawa sawa na neno la Mungu, ili tuanze kusaidiwa na ufalme wa Mungu. Kwa sababu moja ya kizuizi cha ufalme wa Mungu kumsaidia mtu ni fikra. Ndio maana Yesu anasema hivi, Yohana anasema hivi, tubuni. Nitaeleza labda kesho. Tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Sasa ile tubuni ya pale sio acheni dhambi. Ile tubuni ya pale iliyozungumzwa pale inamaanisha change your mindset. Geuza namna unavyofikiri. Na kwa nini ugeuze? Kwa sababu kuna mfumo mwingine unakuja, unaitwa ufalme wa Mungu. Sasa usipogeuza namna unavyofikiri, utaupusha wewe, utaukataa huo mfumo wa ufalme ambao unakuja na kanuni zake. Sasa watu wengi unajua wanamkataa Mungu kupitia kwenye mindset zao. Anakataa kanuni zinazokuja na ufalme, zinaonekana ni kama za kipumbavu. Ndio maana watu wengi wanashindwa kuconnect. Hivi kutoa kwangu zaka kunafanyaje wepesi kwenye uchumi wangu? Anashindwa kuconnect. Hivi maombi yangu, maana yake kuna mindset ina reject ule mfumo. Ndio maana Yohana anaambia tubuni kwa sababu ufalme unakuja. Change your mindset. Kwa sababu msipogeuza namna mnavyofikiri Mungu na mambo ya Mungu, ufalme wa Mungu ukija, yani Yesu akija, mtamkataa. Na ndicho ambacho kimetokea. Leo hii kuna Wayahudi mpaka leo hawamkubali Yesu. Kwa nini? Walikuwa wana mfumo wa kufikiri ambao ulishindwa kuaccommodate namna Yesu alivyokuja na ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana.